Mke wangu, hivi macho yako unaona kama ninavyoona mimi? Ndio mume wangu naona. Ila shaka mke wangu, hichi ndio kilichotuleta huku. Lakini mume wangu, mimi naogopa sana. Unaogopa nini sasa? Au unaridhishwa na maisha yetu tunayoishi mtaani? Hapana. Kutoka mbali kote kuja hapa, moja kuomba tupate mali. Mimi na sisi ni mali. Kwa sababu tulipofika hapa hatujakuta hichi. Hivi nasikize mke wangu, maisha yetu nyumbani wewe unaridhika nayo? Mimi na imani riziki neno tomani mkuja huko. Hizi ni mali mke wangu. Mimi nataka kuona. Lakini mimi si nilikwambia. Ukitaka kunielewa. Tusibebe, hauna faida huo. Kwa nini guys tena faida yote kulibeba hivi? Chungu si mimi. Na lazima tuzungumza nawe tu alifanya chochote. Mimi nikajua mtu kutoka kwa Sampa. Nitakutumia kibao na kufunua hapa tena mchekeleo lakini na chochote. Mimi nje na niuma. Sasa mkangu na akili kweli. Unasema nje na kama tunajua fika mimi sina tabia nyekundu mfukoni hapa. Asa mimi nataka kula. Kula ni komoa, si ndio? Asema komoa nini kati nje na niuma? Basi subiri tuje tutakuwa nini hapa? Sisi tunaanza kilango tulie, nitatoka tenge tukaforce. Tuje mkula nini? Msiniogope. Mimi ni kama mtoto wenu. Sema mnataka nini niwasaidie? Sasa hapa. Unasema njoo. Unaona sasa? Ani mwanaume ni na mambo kwa tukibebe. Sasa mimi nilijua hivi na yeye. Sasa mimi nasema mama na kuongea kitu kwa mimi sikilize. Sharti moja, hichi chungu ni cha kwangu mimi. Cha kwako wewe tena? Mimi nasema nimsema chako tote. Kwa nini hapo unaishi na nani? Si tunaishi wote. Wewe ukikataa hiki. Yaani mume wangu wewe. Hichi kwa mimi. Tukuje tupeleke ndani. Dada vipi? Safi. Mumepo vipi? Kidogo amepoa. Wewe unataka nini hapa? Nani? Mbona kana kaa chokola? Mtoka bwana. Inuka ondoka. Achana naye, huyo ndo anamsaidia. Niachana kusaidia kivipi? Mbona mimi sijaona msaada wake? Kama hivi tumbo limekuwa mdogo wangu ndo anamsaidia. Ondoka bwana wewe, toka. Usimfukuze, mwache. Aondoke. Mtu mwenye hana taza kukaa na dadangu. Ndugu wangu. Kakusaidia na kusaidia kwa kipi? Hebu ondoka bwana wewe. Hebu toka.
tubadilishe maisha yetu, kwa sababu ndio tukafanya majirani wakatushangaa. Sina nielewa nichukimaanisha mke wangu. Nimekuelewa mama. Kwa sababu hela zinapenda kutoka nyumbani, lakini tusibadilishe maisha yetu kwa haraka. Basi sawa mama, unachokiongea. Kwa nini unapata mwanaume mwelevu sana? Baba, mimi nataka kula. Sasa unakula nini? Na kunywa damu. Damu? Kumbe damu tu? Basi sawa. Sasa naelekea kuonyea vitu huku. Wakati tunarudi tutarudi na hiyo damu yako. Sawa? Asante. Rahma. Abe! Ndio tunafanya nini uko ndani? Naleta! Toka kwenye kikombe. Jamani, nimejaza sana. Hii hapa. Ndio tunafanyaje? Huyu tunamhitaji. Mimi sijui sana, mwenyewe najua. Sasa unashtuka nini? Mpaka leo unashtuka tu. Sasa ule mzigo wa kuagiza ndio hapa. Damu gani? Wewe unataka damu? Hii damu ya ng'ombe. Tumepitia buchani bado umeleta. Sitaki damu ya ng'ombe. Asa kumbe unataka damu gani? Nataka damu ya binadamu. Ya binadamu? Ndio. Sasa inawezekana vipi? Mimi si nilikwambia. Sasa damu ya binadamu sisi tunaitoa wapi? Unaniambia nini? Ukiona wewe unachekelea. Bwana nimekuona fezuli mkubwa wewe. Dada ufadhiliki wewe? Kila siku wewe tu leo toka niahidi mpaka leo hii bado hujanigeea yangu. Shida nini kwani? Nyie mfadhiliki? Baadaye nitakupitishia nyumbani kwako. Eti maana nitakupitishia nyumbani kwako toka anza kutoa ahadi leo mwaka ngapi huu? Kwani wa maskini mmeombiwa nyie? Au shida mnazo nyie peke yenu, wengine shida hatuna? Mkisaidia mnanadezo Hii pochi toka niambia hii pochi toka uwe nao, hii haina hela, hii haina hela. Kutu anavaa vijana vipi? Anavaa macheni haya, alafu nakoniambia hela yangu nilipo utaki. Unasemaje wewe? Pole mke wangu, kuumwa ni moja ya ibada. Kwa hiyo unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Natumai utakaa sawa tu. Ukweli mume wangu, ila sidhani kama nitapona. Nahisi nitakuacha. Usiseme hivyo mke wangu, ukisema hivyo unaniumiza hata mimi. Mimi ndio inabidi nikupe moyo na sio wewe kukata tamaa katika magonjwa yako. Usirudie kuongea neno kama hilo, kwani naumia ndani ya moyo wangu. Mimi na imani utapona tu, wala usiongee hivyo. Kupona siwezi, sababu sina afueni hata kidogo. Karibuni, karibuni sana, karibuni. Karibu tena. Shemeji. Karibuni. Ndio pole. Nishapoa. Unaendeleaje? Ndio kama mnavyomuona, kila leo afadhali ya jana, lakini najaribu kumuuguza tu hivyo hivyo. Natumai atakaa sawa. Hivi shida kubwa ni nini? Kwa mazungumzo, tumbo
ndio linamsumbua, lakini yeye mwenyewe anasema anahisi homa kali. Hii ni changamoto. Nimejaribu kumpeleka hospitali. Ndio shemeji, lakini hatuoni aponi yake. Na dawa anatumia kama kawaida. Tunamshukuru Mungu, dawa anatumia na sio muda mrefu ametoka kumeza. Pole sana shemeji. Asante, nimeshapoa. Karibuni pia. Mke wangu. Somoe. Somoe. Sasa hivi. Samahani kwa kuchelewesha. Mpaka msemo tuna mdezi watu nyumbani ndio leo nakuja kuleta hela. Dada una haya. Somoe. 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 Roma. Roma. Bibi mke wangu. Somoe. Somoe kafanya nini? Somoe. Njoo bwana. Sile ongea taratibu bwana mkuelewe, sawa? Najua ndio Somoe umetoka hapo umetokea. Shida nini sasa? Nangu minaamini itakuwa kile chungu kwa sababu kuja pale nyumbani kumbani. Alipokuja pale yule mtoto akaanza kumchapa bakora. Nangu Somoe inakuwa amekufa. Wangu. Silie. Bro. Basi leo nipigia simu ni unachongea kileweke ni mnaniharakisha. Shida nini? Yaani hivi mpaka hivi ninavyokuambia mama hapa hatupo naye. Inawezekana vipi? Sasa mama hajaumwa wala sijasikia tofauti yeye kuumwa. Sasa inawezekana vipi? Shida nini mpaka mama anafariki? Mimi sielewi, ni jambo la ghafla. Hapa kinachobidi twende tukakae pale ili tujue mama tunamstiri vipi. Kupigia simu unazingua na kupigia simu unazingua. Ona sasa. Baba. Asanteni. Acha mambo yako. Twende tukakae pale tujue mama tunamstiri vipi. Bwana bora. Asante. Sasa ngo. Oje. Oje. Mke wangu. Kuna watu wananipata. Wewe gani? Na siri itakuwa sahihi sana. Na inaweza kutuona katika hili balaa. Lipi?
Mimi natamani kuna Chichungu tukirudishe kule na pale tulipokitoa. Ila ni kweli maisha yachoka na changamoto za hapa, kila siku mabalaa. Basi mbona tufanye hivyo? Kweli mume wangu. Unaona? Inabidi tuende sasa hivi. Niweze kwa solution. Kweli. Basi tuende na tuchukue tupeleke. Kwa sababu tushafika na mtu ni yule pale. Ndiyo yule pale. Tabii tupeke Chichungu. Ila kwa mazingira haya tabii nikupe Chichungu ukipeleke pale, mimi naangalia mazingira, mtoto si akatuona. Mume wangu, mimi naogopa sana. Inabidi tuende wote pale tukakieke. Pumbavu. Unabishana nini sasa? Tabii nikupe Chichungu peleke pale, mimi nikulinde. Unahisi mimi nitakutelekeza? Mume wangu, lakini mimi naogopa mwenzio. Unaogopa nini? Hebu shika. Changamka basi. Angalia. Njoo aka huku. Vipi? Tayari nimekiacha. Sasa nisingekulinda. Ungesema si mchezo. Si mchezo. Yaani wewe. Ndio mpaka jambo la kufika hapa ndani ni jambo la kushukuru Mungu mwenyewe, tutabidi tuseme alhamdulillah Kabisa. sababu sio njia nzima mimi nafikiria tutafika nyumbani. Yaani mwenyewe nashukuru sana nimepoka na hili tatizo. Kuna msemo wengi wanasema bora ulidagaa kwenye amani kuliko linyama vitani, kwa sababu kile chungu mke wangu sasa kile ni walinyama afu vitani, sababu chini ukai juu ukai, wana kama ugogo wenyewe unakuwa wima. Yaani mwenyewe nashukuru, yaani nashukuru sana na hisi nakwambia nimepumua. Kwa sababu ile nilipofika pale na ule kuna ule msitu nakwambia kuna ule mtu mwanangu tena lipo kukwambia. Kwa hiyo ndio maana ukanituma mimi. Ila pia kuna kulinda kwa sababu wanasema dadi, unapokea dadi. Wakati kwa mimi ndio kwa natanguliza huko mimi kapata matatizo. Ndio nimekulinda pale. Umenilinda nini? Ili tutoshe na. Nikiingia hapa ndani. Kwa ndio lala. Mwanangu Mimi nimechoka. bora na njaa. Kweli. Kiwango. Sasa hapa nataka. Kwa hiyo unalala. Basi mimi ndio nikapiga piga. Tunajua hata asubuhi tena pika.